Mtazamaji wa Kawabe Media, mbele yako ni mchambuzi Yusuf Junior. Baada ya Simba Sports Club kumtambulisha Selemani Mwalimu, hatimaye masaa 14 mbele Wydad Casablanca wakatoa taarifa ya kwamba Simba na Wydad Casablanca hakuna mawasiliano. Mimi ni Humphrey Cameron na hii ni Kawabe Media na hii ni Kawabe Sports. Tuko na Yusuf mchambuzi, tuzungumzie swala la Selemani Mwalimu. Kwema kwanza? Kwema ndugu yangu, mambo yanaenda? Safi. Bweli wa afya? Mimi Mungu mkubwa anatusaidia. Leo umekula suit safi. Unajua. Tuanze kuchakata swala Selemani Mwalimu. Taarifa ikawa Simba wamemtambulisha, wamesalia kumbakisha tena. Kwenye mkutano wa waandishi wa habari, msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ally akieleza kwamba wametumia nguvu kubwa kumbakisha Selemani Mwalimu. Baada ya hapo, masaa 8 mbele, klabu ya Wydad Casablanca wakatoa taarifa ya kwamba Simba Sports Club hawajatumia njia sahihi ya kumalizana nao. Je, taarifa ni za ukweli? Zina ukweli ndani yake au imekaaje hiyo? Nadhani ufafanuzi ulitolewa, kama umefuatilia utakuwa unaelewa nini ambacho kinaendelea. Kwa maana kwa mujibu wa Ahmed Ally ni kwamba walifikia makubaliano ya pande zote mbili kati ya uongozi wa Wydad Casablanca pamoja na uongozi wa klabu ya Simba Sports Club. Pia kati ya mchezaji na timu kwa maana ya Simba na pamoja na management ambayo inamsimamia mchezaji kwa ujumla. Kwa mujibu wa namna ambavyo taarifa ilivyo ni kwamba Simba walikubaliana na Wydad Casablanca ya kwamba watambakisha Mwalimu kwa mkataba mwaka mmoja tena wa mkopo, lakini akatakiwa kuongeza kile kiasi cha pesa ambacho alikuwa nakitoa msimu uliopita hadi dola 50. Unaona? Dola 50. So makubaliano yakawa yameshaisha, yamepita yes. Japokuwa kwenye malipo alikuwa bado hajafikia kwa sababu ilikuwa ni mwisho tarehe 30 mwezi huu. Kama hujalipa basi hapo hamna tena makubaliano yoyote ambayo yatapita. Kwa kuwa sasa tarehe zilikuwa hazijafika, Simba wao wakawa wanajua kabisa ni mchezaji wao. Kilichobaki tu ni kwamba wao kuingizia hela Wydad Casablanca, maisha mengine yaendelee. Sasa kilichokuja kujitokeza ama kilichozua taharuki, hayo makubaliano yalikuwa yanafanyika na kiongozi mwingine. Kilichotokea, kiongozi yule ametoka madarakani, akaja kiongozi mwingine ambaye ndo rais sasa wa hiyo timu. Sasa yeye alipokuja katika kufuatilia akaona hakuna kiasi cha pesa chochote ambacho kimeingia na hakuna, yani akajifanya kabisa atambue kama kuna makubaliano yoyote ambayo yamefanyika kuhusiana na Simba kumbakisha tena Selemani Mwalimu. Kwa ndio maana ukaona ile taarifa ikachapishwa na ikapandishwa. Kwa hiyo muhanga mkubwa ama aliyezua gumzo jana mitandaoni ni huyo kiongozi mpya ambaye ameingia kwenye madaraka. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kumtazama Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri ambaye kila timu ingetamani kuwa naye kwenye ligi yetu ya Tanzania. Na of course Mwalimu yeye alichagua kubaki Simba kwa sababu kulikuwa kuna ofa nyingi sana zilikuwa zinamhitaji. Kuna ofa ilikuwa inatoka Qatar ilikuwa inamhitaji Selemani Mwalimu, lakini alichagua kubaki Tanzania kwa sababu alikuwa na imani ya kwamba atapata nafasi ya kucheza, lakini pia itamjengia zaidi kuelekea kwenye AFCON ya msimu ujao. Kwa hiyo alikuwa sahihi kwenye maamuzi yake, lakini sasa kinachoendelea, manake endapo Simba watofikia makubaliano, kwa sababu pia Wydad wanamsubiria tu Simba amtumie kule kwenye mashindano ya Kagame, akimtumia tu tayari wanampeleka FIFA. Kwa hiyo cha kufanya Simba kwa hivi sasa wawe watulivu, kwanza warudi mezani kwenda kumalizana na hao jamaa, kuhakikisha kama ni mchezaji wao sasa wamalizane kabisa, kama ni pesa waitoe kabisa. La sivyo unaweza ukashangaa watu wanafikishana hadi kwenye mamlaka za juu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo sakata lilivyo. Of course sio sakata ambalo limeleta picha nzuri kulinganisha na taasisi zote kwa ujumla, ni kubwa. So ulitegemea kwamba mambo yao waweze kuyamaliza kwa ndani, kwa maana sidhani kama rais wa Wydad Casablanca angetumia njia nzuri ya kuwatafuta viongozi wa Simba kwenye email labda ama kwenye mitandao ya kijamii ama kwenye simu kuzungumza. Sidhani kama angefikia huko, lakini pengine alitaka tu kutumia yale madaraka ambayo yuko nayo kuwaonyesha kuwa watu
naweza kufanya hivi na hakuna chochote ambacho kinaendelea. Wakianza mazungumzo tena, hautaona athari ya fedha kuongezeka kwa Simba Sports Club kulipa kiasi kikubwa zaidi kwa Wydad Casablanca? Lazima wategemee, kwa sababu kama kimeweza kufanyika hiki kilichofanyika, manake hata hicho cha kuongeza hela kinaweza kikawepo, kwa sababu kila mtu anakuwa na falsafa zake. So inawezekana huyu rais ambaye ameingia ana falsafa zake ambazo pengine zitawafanya Simba sasa washindwe, na kwa namna ambavyo naona ili sakata, sitoshangaa endapo hizi timu zote mbili zitashindwana. Yes, sitoshangaa endapo Simba wataachana sasa na dili la moja kwa moja kumsajili Selemani Mwalimu na kutafuta mchezaji mwingine. Nasema hivyo kwa sababu naijua vizuri Wydad Casablanca. Nazijua hizi timu za Waarabu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanakuwa nje ya uwanja, lakini zaidi ni huyo kiongozi ambaye amekuja kwenye madaraka. Njia ambayo ameitumia sidhani kama ilikuwa ni sahihi, kwa sababu hizi ni timu. Kwa hiyo kama hawajafanya biashara hivi sasa, pengine wanaweza kufanya baadaye, whether kama ni Simba kumuuza mchezaji kwenda Wydad ama Wydad kumuuza mchezaji kuja Simba. Kwa hiyo ni timu ambazo zinajuana. Sasa kila mtu ana falsafa zake. Pengine uni ana falsafa za kandamiza, unajua kila mtu ana utawala wake. Hata marais kuna ambao wanatumia hekima, kuna ambao wanatumia nguvu. Yani unajua unapokuwa unapambania jambo, utapambania kwenye njia tatu. Njia ya amani, amri struggle. Ikishindikana sasa hapo ndo naweza mkafikishana mbali zaidi. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea, lakini ni kitu ambacho sidhani kama hata Simba wenyewe walikuwa wanakitarajia. Hata jana wakati wanatoa taarifa ile ya kumbakisha Mwalimu, nadhani walikuwa wanaamini tu kwamba ni jambo ambalo lipo kwenye mstari, kilichobaki ni kila mmoja kupita kwenye njia yake. Ikitokea kama Simba wakashindwa kumbakisha Selemani Mwalimu, Wydad wakawaekea ngumu, Simba watapaswa tafute mshambuliaji wa aina gani kwenye eneo la namba 9, licha ya kuwa kuna taarifa ya Ibrahim Dumbia kusajiliwa na Simba? Ya, zilikuwepo pia taarifa ya kwamba Dumbia amekuja kwa majaribio. Sasa ikitokea imeshindikana, manake kama ilikuwa ni taarifa ya kweli, basi sitoshangaa Simba akaamua kufanya maamuzi ya moja kwa moja ya kumpa mkataba. Lakini pia sitoshangaa sasa Simba kwenda kutia mkazo zaidi kwa Peter Shalulile, kwa sababu pengine inawezekana walikuwa wanalegalega, kwa sababu walikuwa na imani wana Selemani Mwalimu, wana Dumbia. Sasa kama dili la Mwalimu litashindikana, manake ili kupata quality bora zaidi utarudi kwa Peter Shalulile ambaye pia atahitaji pesa. Kwa hiyo kama ni kweli, tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea. Endapo Simba watashindwa kumpata Selemani Mwalimu, yani ni lazima wapate mshambuliaji mwingine, bila kujali ni Peter Shalulile ni nani, lakini huo lazima upo, kwa sababu huwezi kwenda na mshambuliaji mmoja, pamoja na kuwa Steve Barker sio muumini sana wa striker, lakini ninachoamini ni kwamba alikuwa analazimika kwenda na single double striker, kwa sababu hakuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa anampa kile anachokihitaji. So end of the day utasubiri tuone nini ambacho kitajili, kwa sababu hapo kila tutakachokuwa tunakiongea, maana yake tutakuwa tunatabiri kwamba ikitokea imetokea Selemani, lakini end of the day ukweli utabaki tu kuwa pale pale. Kweli huo unachelewa tu, lakini uko pale pale. Simba wana uhitaji mkubwa wa kumsalisha, kumbakisa Selemani Mwalimu ndani ya kikosi cha Simba. Ya, ni mchezaji mzuri ambaye mimi ni muumini wa wale wachezaji ambao hata kama hajaonyesha kiwango kizuri, lakini kama ameshotumikia msimu mmoja, ninaamini huo msimu ambao huo unafuata hawezi akacheza vile. Ninaamini zaidi huwa anaboresha. Kwa hiyo kama ameingia msimu uliopita na akacheza vile ambavyo amecheza, japokuwa pengine kwa midomo ya watu wengine hawajaridhishwa na kiwango chake, lakini naamini huyu mwalimu ambaye amemaliza msimu jana hatakuwa mwalimu wa msimu huu. Kuna vitu vingi sana ambavyo ataviboresha na utashuhudia akifunga mabao mengi, kama ambavyo ilikuwa kwa Kagoma. Kagoma anaingia Simba kuwa yule, lakini sasa hivi taja namba 6 bora kwa wachezaji wazawa, ukimwacha Alphonse Mabura anayefuata ni Yusuf Kagoma, kutokana na mchezo ambao anaucheza. Na tazama sasa anapokutana na Steve Barker alivyomtengeneza, ilikuwa ni ngumu sana Kagoma kucheza mechi 2 mfululizo bila kadi ya njano. Lakini this time tunazungumza, Kagoma amecheza mechi zote za mwisho hajapigwa kadi ya njano.
Kwa hiyo kashatengenezewa mazingira, kaongezewa ufanisi wa kutatua changamoto ndani ya uwanja na amekuwa akizitatua kwenye hiyo engo na bila kupigwa kadi yoyote. Sawa basi Yusufu, mimi nikushukuru sana, nikutakia asubuhi njema. Shukrani. Shukrani.